neema ya kupewa mbinu za kumkabili adui yako. Neema ya kupewa mbinu ya kumkabili adui yako. Mshangilie Bwana. Haleluya. Wangapi ambao wana maadui? Nyosha mkono. Oh, wow. Wangapi ambao wanasema kwa kweli mchungaji, mimi sina adui kabisa kabisa? Nyosha mkono. Wow, mambo yake. Mungu akubariki sana. Haleluya. Yaani wewe kama una adui, Mungu ni mwema sana. Haleluya. Makofi kwa ajili yake. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Sasa mwisho wa somo nafikiri mambo yake atakuja kugundua kwamba asiye kumbe na maadui kumbe hizi. Mwisho wa somo. Kwa naomba tusonge mbele. Haleluya. Sasa ni tusome Zekaria 4:6. Kitabu cha Zekaria 4:6. Maandiko yanasema hivi, kama unaona nisaidie tusome tu kwa pamoja. 1, 2, 3 twende. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Mshangilie Bwana. Haleluya, haleluya. Naomba turudie tena. Maandiko yanasema hivi, akajibu akaniambia hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nisaidie kumtikisa rafiki yako hapo. Haleluya. Mwambie asema Bwana wa majeshi. Sema, si kwa nguvu zako, si kwa akili zako, si kwa uwezo wako, si kwa unene wako, si kwa urefu wako, si kwa wembamba wako, si kwa kuvaa vizuri, si kwa kupendeza, ni kwa sababu roho wa Bwana asema juu ya maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kwa sababu ya uwezo wa Bwana ndio maana niko hivi nilivyo. Haleluya. Ni kwa sababu ya neno ya Bwana ndio maana nakula ninakunywa kwa sababu ya Bwana. Ni kwa sababu ya neema ya Bwana ndio maana natoka sehemu moja naenda sehemu nyingine. Natoka sehemu moja naenda sehemu, si kwa uwezo wangu. Sika unaelewa hicho kitu Haleluya. Mtu mmoja ambaye anaamini kwamba ni kwa sababu ya neema ya Bwana amefika hapo alipo, amshangilie Bwana kwa kushika. Haleluya. Nikwambie kitu, wakati mwingine unaiangalia nyumba yako, unasema Bwana, si kwa akili zangu, si kwa sababu nina ufahamu mwingi, ni kwa sababu ya neema yako ambayo imenizukia. Tunaelewana wapendwa? Angalia fungu la 7. Naomba tusome kwa sauti. Mtu ambaye anajua kwamba amekuja kwenye ibada na anataka apate matokeo, asome kwa sauti. 1, 2 twende. Na wewe mlima mdogo, turudie tena. 1, 2 twende. Nani wewe? Rudia tena hapo. Hapo kwanza tusikilizane kidogo. Tunataka tusikilizane hapa. 1, 2 twende. Nani wewe? Hebu rudia tena. Nani? Rudia tena. Nani wewe? Yaani hapo nazungumza na changamoto yako. Unaambia ni wewe ni nani? Wewe ni nani? Yaani wewe maskini ni nani kwangu? Wewe upangaji, wewe ni nani? Ni nani kwangu? Yaani unasubutuje kuishi kwangu? Wewe ni nani? Katika jina la Yesu, Mungu akupe neema ya kutoka hapo ulipo na kwenda hatua nyingine tena. Haleluya, haleluya. Wewe ni nani? Bwana tusaidie sana. Yaani haya ni maneno ya mtu ambaye ni jasiri. Ni maneno ya mtu ambaye anaona ni wapi anaenda. Ni maneno ambayo yanatamkwa na mtu ambaye ana kiu ya kusonga mbele.
Haleluya. Wakati mwingine usingizi ukikuijia unasema hivi, wewe usingizi ni nani kwanza kwangu? Unakujaje nikiwa kwenye ibada? Unasema wewe usingizi, toka, ondoka, kuna jambo nataka nilifanye. Nazungumza na unaosinzia kanisani. Oh, haleluya. Nazungumza na ambao wanasinzia kanisani. Oh, haleluya. Nizungumze na wachelewaji tena. Hivyo unanifanya nichelewe, ni nani kwangu wewe? Unanifanya nichelewe nyumbani mwa Bwana, wewe ni nani? Kuanzia leo ninakukataa katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Oh, mlima mkubwa, mlima mkubwa. Kwa maana nyingine, jamaa aliangalia akaona kuna mlima mkubwa uko mbele yangu. Akiangalia anasema, huu mlima mkubwa ni nani ambaye amesababisha uje kwangu? Mimi nimezoea kuona milima, lakini huu mlima umekuja. Ni kweli mlima umekuja, lakini kwangu hautoboi. Hata kama nikuondosha, nitakuondosha. Nikiupanda, nitaupanda, nitaumaliza, nitaenda ng'ambo ya pili. Wewe mlima huwezi kunisimamisha, huwezi kunileta hapa. Mimi lazima nisogee mbele tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Sema, ewe mlima ambaye uko mbele yangu, ninakutangazia asubuhi ya leo ya kwamba iwe jua, iwe mvua, lazima nisonge mbele, lazima niendelee mbele katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja mwenye uwezo wa kupanda milima, amshangilie Bwana, amshangilie Bwana. Haleluya, haleluya. Haijalishi ni mlima magonjwa, haijalishi ni mlima wa changamoto, haijalishi adui anainuka, ninakutangazia asubuhi ya leo ya kwamba huo mlima si kitu mbele zako, huo mlima si kitu mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Huu wakati ambao ukiangalia ndani hauoni chochote, ukiangalia mfukoni hauoni chochote, ukiangalia biashara na biashara inakuangalia, halafu nakubebea, inakwambia yani mimi hapa naenda kufa tu, naenda kufa. Hiyo biashara inakwambia hauna hamu ya kufungua hata biashara yako. Lakini asubuhi ya leo, pokea neema nyingine mpya, pokea neema nyingine mpya, pokea mwanzo mwingine, pokea nguvu nyingine za kukuwezesha kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Naomba tusome sasa. Maandiko yanasema 1, 2, twende. Nani wewe, mlima mkubwa mbele ya Aloisi? Taja jina lako. Wewe mlima ni nani mbele ya Aloisi? Wewe mlima ni nani mbele ya ndoa yangu? Wewe mlima ni nani mbele ya biashara zangu? Wewe mlima ni nani mbele ya watoto wangu? Katika jina la Yesu. Asema mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambalale. Unajua ni maneno ya kishujaa. Ni kweli mlima upo, lakini anasema kwamba mbele yangu na mlima utakuwa tambalale. Utakuwa tambalale. Kile mwambia kwamba huu mlima utakuwa tambalale, anashangaa, anasema hicho kitu hakiwezekani. Anakuangalia kwanza huna nguvu, anakuangalia kwanza huna fedha, anakuangalia huna elimu ya kutosha, anakuangalia ukini mshamba, lakini ndani mwako ipo nguvu ya Bwana. Kuna kipindi Daudi aliposikia ya kwamba yupo Goliathi anayesumbua watu, alipoangalia akasema, tayari nimepakwa mafuta na Bwana, hii lazima itendeke. Akamwangalia Goliathi. Goliathi alipomwangalia Daudi akaona ni kakijana kadogo, tena kakijana mdogo kanachunga mifugo ya baba yake. Lakini Goliathi hakujua ndani ya Daudi kulikuwa na neema ya Bwana, ndani ya Daudi kulikuwa na neema ya Bwana. Mwambie mwenzako, acha unidharau leo, lakini kesho hawatanidharau. Acha wadharau watoto wangu leo, lakini kesho hawatadharau watoto wangu katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana kuna watu ambao wanakudharau eti
wanadharau maisha yako, wanakuona una lolote, una chochote. Sasa vile kipo kimepotea, wanakuona wewe ni kapuku, lakini wewe sio kapuku. Mungu yuko ndani mwako. Kuna mahali unaenda kama utaamini na kufanyia kazi. Haleluya. Anasemaje? Utakuwa nchi tambarare, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigelegele vya neema, neema ilikalie. Oh, haleluya. Mungu akupe kicheko katika maisha yako. Mungu akupe vigelegele kwenye biashara yako. Mungu akupe vigelegele kwenye ndoa yako. Mungu akupe vigelegele kwa watoto wako. Mungu akupe vigelegele kwenye uzao wako. Mungu akupe neema ile kuu katika jina la Yesu Kristo. Haya yalikuwa ni maneno ya Zerubabeli alipokutana na mlima. Akasema, wewe mlima huwezi kunistopisha, huwezi kunisimamisha. Mimi sisimamishi kijinga, ninasonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza, tuangalie mambo matatu hizi maana. Tuangalie maana ya neema, kwa sababu somo linasema neema ya kupewa mbinu za kumkabili nani? Adui. Neema ya kupewa mbinu, neema ya kupewa mbinu. Sasa nikisema neema, maana yake ni nini? Wiki kadhaa zilizopita mzee wetu wa kanisa alifundisha kwa habari ya neema. Haleluya. Wangapi wanakumbuka au yamesha vepa? Ngoja nikwambie kitu. Wakati unapokuwa kwenye mtihani, kitakachokusaidia ujibu mtihani vizuri ni yale uliojifunza. Kama hujajifunza, unatoka na zero. Unatoka na zero. Kama ukiingia kwenye changamoto hauna ulichojifunza, unatoka kapa. Mwambie mwenzako, unatoka sifuri. Sifuri juu ya sifuri. Nakwambia kabisa hivi. Nakwambia kabisa. Kwa hiyo hapa tuko kwenye maandalizi ya kukupatia ushindi kwenye mitihani yako. Maisha yamejaa mitihani. Maisha yamejaa maadui. Maisha yamejaa changamoto. Sasa tunakupa mafunzo ili changamoto kiibuka, unatumia mafunzo kusonga mbele. Angalia, nataka tuangalie neema. Nakumbuka mzee wa kanisa alifundisha vitu vingi sana, lakini mimi nikadaka vichache ambavyo vinanisaidia mpaka leo. Neema ya kuonekana. Haleluya. Yani mimi ilivyotamka tu nikaidaka, nasema Mungu ya kwangu hii nionekane zaidi katika jina la Yesu. Sisi tunaelewana. Sasa nataka nieleze maana ya neema, kwa sababu siku hiyo alieleza neema na akaeleza maana. Nataka nigusie tu kidogo, na baada ya hapo niende kwenye maana ya mbinu na nizungumze maana ya adui. Kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza kusikia neema, ndio maana nimeamua nitoe pia na maana yake ili uweze kuelewa, ili tuende pamoja. Angalia, namba moja, maana ya neema. Maana ya neema. Sasa neema ni neno la Kiyunani, limetafsiriwa kutoka kwa Kiyunani, lugha ya Kiyunani, likimaanisha charis. Charis ndio neema. Hicho ni Kiyunani. A grace ndio Kiingereza chake. A grace, neema. A grace. Haleluya. Ambayo kwa Kiyunani tunasema ni charis. Lina maana kama nne hivi. Maana ya kwanza, maana ya charis, maana yake nini? Ni fadhili zisizostahiliwa. Unafadhiliwa si kwa sababu unastahili, kwa sababu hukustahili, ila unafadhiliwa. Hiyo ndio neema. Yaani kuna vitu ambavyo Mungu anakupa si kwa sababu unastahili, kwa sababu ni neema ya Mungu iko juu yako. Unastahilishwa vitu ambavyo hukustahili. Wewe mwenyewe ni shahidi. Unaweza ukaangalia kwenye mfumo wako wa maisha. Kuna vitu ambavyo umevipata si kwa sababu unastahili, kwa sababu ni Mungu ameamua kukupa. Na usije ukaota mbawa, usije ukaota kiburi ya kwamba hii ni kwa sababu nimesoma, ni kwa sababu. Hapana, ni Mungu tu amekustahilisha. Ameamua yeye mwenyewe akustahilishe. Bwana tusaidie sana.
Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ni ukarimu wa Mungu usio na kipimo. Mungu anakuwa mkarimu kwako, anakuwa mkarimu kwenye familia yako, anakuwa mkarimu kwenye ndoa yako, anakuwa mkarimu kwenye kazi yako, kwenye shughuli zako. Ni ukarimu wa Mungu usiokuwa na kipimo. Unashangaa kila unapokuwa unaenda unapata ukarimu. Ukienda ofisini kuna watu wanakukarimu, ukienda kazini kuna watu wanakukarimu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekupa neema ya kukarimiwa. Katika jina la Yesu pokea hiyo neema. Haleluya, haleluya. Haleluya. Maana ya tatu ni zawadi isiyolipiwa. A gift ni zawadi unapewa ambayo hulipii chochote kile. Mungu anaamua na kuzawadia papo. Ni zawadi. Mungu anakuzawadia. Mungu anakuzawadia. Lakini kuna baadhi ya watu wamezawadiwa lakini wameshindwa kuipokea hiyo neema ya kuzawadiwa. Kuna wengine Mungu amewazawadia weusi, sio hivyo? Rangi nyeusi. Wanaona hii zawadi ni ya kipuzi sana. Wanaamua kutafuta weupe ambao Mungu hakuwapa. Lakini angalia matokeo mbele ya safari. Sawa Si uzee unakuja. Kule ndo kuna majibu kule ya kwamba je, Mungu alichokupa ndo hicho? Kama ulienda kuazima weupe, ukifika uzee, ndugu yangu, atakukimbia. Unakuta uso haueleweki. Haueleweki. Kuna ndugu mmoja alipata ajali, yani hata namna ya kumshona ni shida. News hazikamati. Kwa nini? Alienda kutafuta weupe ambao sio zawadi ya Mungu. Alienda kununua. Lakini Mungu akikupa zawadi, ipokee. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kama ni hivyo basi kanunue basi na urefu sasa. Wewe si mfupi, kanunue urefu sasa tuone. Au kanunue ufupi kama wewe ni mrefu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nisaidie kumwambia mwenzako, pokea zawadi ambayo Mungu amekupa. Iheshimu hiyo zawadi. Tunaelewa mapendwa? Kuna siku moja nilikuwa nasikiza interview moja, yule mama nimemsahau kidogo, lakini nakumbuka ile interview wakati wanamhoji. Yule mama alikuwa anaona aibu kusimama mbele ya kamera. Kwa hiyo walikuwa anataka sana tangaze kwenye TV, lakini akawa anakataa, anasema tangaze redioni. Kama shirika kusikia ushuhuda huyo mama. Kwa nini? Kwa sababu mdomo wake kwanza ni mkubwa. Kwa hiyo alikuwa anasema kwamba wakiniona nikiwa na mdomo wangu mkubwa, watu watalikuwa wananijaji sana, watakuwa kwa hiyo nataka tu niwe kwenye redio, kwa sababu kwenye redio nasikika, sionekani. Kwa hiyo alikuwa anapoteza ile neema ya kuonekana eti kwa sababu ya mdomo. Ngoja nikwambie kitu, hata kama sikio limeenda kushoto, sio limekaaje, hiyo ni neema ya Bwana. Kuna mtu akikuangalia anabarikiwa. Sema Mungu anajua kumba Yesu. Cheki ile sikio. Umeona? Tayari wewe umefanyika mshangao. Watu wanashangaa kwa ajili yako. Hiyo ni neema. Bwana tusaidie sana. Ni neema ya ajabu sana. Neema ya ajabu sana. Tunaelewa napendwa? Na kuna baadhi ya watu wengine hata kuna ndugu mmoja alikuwa anafundisha somo la kujihukumu. Nataka nifundishe yeye mwenyewe. Alikuwa na kichogo kimerefuka kwenda hivi nyuma. Sasa anasema maisha yake mengi alikuwa akijilaumu kwamba kwa nini? Kwa sababu mpaka jina libadilika akawa anaitwa kichogo, akawa anaumia sana. Anasema alipogundua kwamba ni neema amepewa na Mungu, alikaomba toba kama msamaha, Mungu nilikuwa na kulaumu kwa nini niumba hivi, lakini nimekuja kugundua kwamba kumbe hiki kichogo pia kimenifanya nimekuwa na akili nyingi mno. Tunaona wapendwa, akawa anafurahia mpaka kwa niangalie kichogo changu jinsi kilivyo, anafurahia na enjoy umbaji wa Mungu. Lakini kuna baadhi ya watu wanajikinai wenyewe, wanajikataa wenyewe, hata kujiangalia kwenye kioo. Akijiangalia mara moja anarudisha. Unafikiri ni nani ambaye atakuangalia kama wewe huwezi kujiangalia? Wewe unajikataa, nani akukubali?
Lazima ujikubali kwanza na wengine waanze kukubali. Tunaelewa napendwa? Usije ukajikataa. Wewe jikubali. Kwa nini? Kwa sababu hicho ndicho ambacho Mungu amekuzawadia, hizi gift amekupa. Amekupa. Tunaelewa napendwa? Yeah. Mwingine umepewa ni mnene, usijidharau. Wakikuita kibonge unasema wow, Mungu ni mwema kwa sababu amenipa ubonge. Unafurahia. Mwingine mwembamba anakula mpaka anakula, lakini wapi? Anasema hii mili hainaga shukrani. Ni neema ya Mungu amekupa hivyo. Hata uleje. Bwana tusaidie sana. Wengine mnene yametokeza kabisa hii. Anajitahidi kiwa naongea mpaka nani, wewe yaache watu wafurahie, watu waenjoy, wayaone, wasema hakika hii neema ya Mungu, hakika Mungu ni mwema sana. Unafurahia. Bwana pewe sifa sana. Mwambie mwenzako jikubali jinsi ulivyo. Hakuna atakaye kuja kukubali kama utajikubali. Ukajishangaa. Yaani wewe kama fulani simama, za kwanza jichunguza mapungufu yako, unapoteza point. Yaani baada ya kufikiri kwamba natakiwa niongee nini, unafikiria watu watanionaje. Umeshapoteza point. Neema zawadi sio ulipiwa. Namba 4 ni kibali cha Mungu. Neema ni kibali, zile favor. Yeyote ambaye Mungu akimpa neema, amempa kibali. Amempa kibali. Unakumbuka wakati Mariamu amepokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akasemaje? Akaanza kujitamkia yeye mwenyewe kwamba hakika mimi wataniita mama aliyefanyeje? Aliyebarikiwa. Si unaelewa kitu akaanza kujita, wataniita mama aliyebarikiwa. Anaanza kujitabiria, anaanza kujizungumzisha. Kuna baadhi ya watu hawajizungumzii wao, wanajitwaga tu kasoro, hawajizungumzii mema. Nenda anza kujitamkia kwamba mimi lazima nakubalika, mimi kiko hivi na hivi. Unajitamkia wewe mwenyewe. Hizo ndizo ambazo unaumba ujasiri. Ukitaka kujua wewe ni jasiri au sio jasiri, nenda kwenye simu yako tu, tena chumbani kwako tu, simu yako tu, weka recording hivyo, jiangalia, anza kujirekodi. Alafu baada hapo usave, uende kwenye faili kule, ujiangalie. Utaanza kuona hivi kumbe unaona ghafla kuna mtu mwingine akiona picha yake anafuta automatic, delete haraka, delete. Kuna kitu kinapungua hapo. Bwana Yesu tusaidie sana. Sio kama ndakuwa nimeongea na mtu, naomba niende mbele. Kwa hiyo tunaweza tukasema neema ni upendo au baraka ambayo Mungu anampa mwanadamu bila kulipia chochote na bila kustahili. Mwanadamu hastahili kwa chochote wala halipi chochote. Ndio maana tunasema kwamba sisi ndio ambao tunamtegemea Mungu. Mungu hatutegemei sisi. Sisi ndio ambao tunamtegemea Mungu. Yaani sisi bila Mungu si kitu, lakini Mungu bila sisi yeye ni Mungu. Kwa sababu alikuwepo hata kabla sisi hatujakuwepo, lakini sisi hatukuwepo kabla yeye hajakuwepo. Kwa hiyo yeye ndio kila kitu. Unajua kuna wakati mwingine mtu anaanza kujiona kila akashiba, yuko vizuri, anaanza kujiona kama vile Mungu si lolote, si chochote. Tunamtegemea Mungu ili tuishi. Waefeso 2:8-9 maandiko yanasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu. Hatujaokolewa kwa sababu ya matendo yetu, tumeokolewa kwa sababu ya neema ya Mungu. Wakati Mungu anakaa kikao mbinguni, anasema ya kwamba nataka nikawakomboe wanadamu. Wanadamu walikuwa wamepotea, na kwenye hicho kikao mwanadamu wa kuwepo, kilikuwa ni kikao cha Mungu pamoja na ule utatu wake. Wakaamua kumtuma Yesu kuja duniani.
Unaona kwamba ni neema tu ya Mungu, aliamua yeye mwenyewe kwa mapenzi yake aje atukomboe. Mshangilie Mungu kwa kutupatia neema hii ajabu sana. Haleluya. Kumbuka kipindi cha Sodoma na Gomora, walipokorofisha, Mungu alienda kuteketeza mji wote. Aliuteketeza. Angalia kipindi cha Nuhu, mvua ilinyesha ikadarikisha kila kitu, lakini kizazi chetu akamtuma Yesu Kristo aje tuokoe, tusipotee milele bali tuwe na uzima milele. Ndio maana kwenye ile kitabu cha Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee. Umeona? Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu alitupenda tukiwa sisi ni wachafu. Mungu alitupenda tukiwa sisi hatuna chochote, hatuna lolote. Namba 2, mbinu. Kwa sababu somo letu nasema hivi, neema ya kupewa mbinu. Kwa hiyo tumeiangalia neema, sasa tunataka tuangalie nini maana ya mbinu, ili nitakapofundisha kwamba mbinu ambazo Mungu anazitoa kwa wanadamu uwe unaelewa. Ndio maana nimeanza na neema na ndio maana nimekuja mbinu. Angalia, katika mbinu kuna maeneo ambayo nitayagusa. Yapo kama maeneo 5. Nitayagusa hapo. Yapo maeneo 5. Nitayagusa hapo. Eneo la kwanza au kipengele A. Maana 5 za mbinu. Maana ya kwanza ni maana ya kimsingi. Tutaangalia maana ya mbinu katika mtazamo wa kimsingi. Maana ya pili, tutaangalia mbinu katika mtazamo wa kitaaluma. Tutaiangalia mbinu katika mtazamo wa kifalsafa au filosofi. Tutaiangalia mbinu katika mtazamo wa kiroho au kithiolojia. Kwa hiyo nikikupitisha maeneo hayo 4 utaelewa nini maana ya mbinu. Ili baadaye tutaweza kudondosha mbinu ya kwanza, mbinu ya pili, mbinu ya tatu, utaanza kuelewa maana yake. Haleluya. Haya, tuendelee sasa. Lakini pia kwenye mbinu hapo tutaangalia vipengele 5 vya mbinu. Vipo vipengele 5 katika mbinu. Na tutaangalia tofauti kati ya mbinu na mikakati. Na mwisho kabisa tutaenda kwenye hitimisho. Sasa katika mkutadha wote, hiki ambacho naenda ukifundisha kwenye mbinu kitakusaidia katika maisha ya rohoni na kitakusaidia katika maisha yako ya kila siku, katika maisha yako ya kazini, katika maisha yako ya nyumbani, kitakusaidia. Na ndio maana nikasema hili somo jitahidi ulidake, jitahidi ulielewe, litakusaidia mno. Naomba nisogee mbele kidogo. Haleluya. Maana ya mbinu ya kimsingi, au tunatumia ile lugha ya kawaida, maana yake ni mbinu. Maana yake ni nini? Angalia, mbinu ni njia, ni mkakati au taratibu maalum unaotumika kufanikisha lengo fulani. Mbinu ni kama njia inayokusaidia wewe uweze kufanikisha njia fulani. Tunaelewana? Kwa mbinu ni mchakato uliopangwa vizuri ili kufikia matokeo yanayohitajika. Kwa unaweza kuona kwamba mbinu ni kama ni njia. Mathalan, tusogee mbele kidogo. Angalia kwa mfano wa kwanza, mbinu za maombi. Angalia kwenye mbinu za maombi, kuna mbinu ya maombi ya imani. Yaani unapoingia kwenye maombi hauingii tu ni mradi umeingia. Lazima uingie na mbinu gani unayoingia nayo kwenye maombi. Tunaelewana? Kwa sababu ukienda tu bila mbinu unapaya. Ndio maana anasema mnapoomba msipayuke, msipige makelele. Tunaomba kwa kutumia mbinu, tunaomba kwa kutumia utaratibu. Unajua mtu ambaye anapayuka, anayepayuka anaomba hivi: Baba, katika jina la Yesu ninang'oa na bomoa. Baba, katika Yesu ninaomba rehema Mungu. Ninaomba rehema Bwana. Ninaomba rehema Bwana.
katika jina la Yesu. Watoto wangu na wakabidhi mikononi mwako. Haeleweki, yuko kushoto, yuko kulia, yuko magharibi, yuko mashariki. Hata wewe msikiliza hawezi akaelewa hivi mtu anahitaji nini. Hayo anahitaji nini? Hayo ni maombi ya kupayuka. Ni maombi ambayo hayana mpango mkakati. Ukiangalia maombi ya Daniel yalikuwa ni mpango mkakati. Ukiangalia maombi ya Nehemia yalikuwa ni mpango mkakati ya namna gani ya kuijenga Yerusalemu. Pale ya kuingiza ajenda nyingine, aliconcentrate kwa kwamba Yerusalemu inajengwa. Sisi tunaelewana wapendwa. Lakini angalia pia mbinu ya Hana alipokuwa amekosa mtoto. Yeye kila kenda kanisani alikuwa na mpango mkakati. Na ile mbinu ilimlipa. Ilifika mahali Hana akasema ngoja niumimine moyo wangu kwa Yesu. Kwa Mungu akaumimina. Waliomtazama wakadhania amelewa. Walipomwambia kwamba amelewa akasema no, sijalewa. Naumimina moyo wangu kwa Bwana. Baadaye kuona akasema hivi, kwa namna hii, kwa hoja hii unahitaji kupokea neema ya majibu yake. Akamwambia majira kama haya utakuwa umepakana nini? Mtoto wako. Kwa nini? Aliingia kwenye maombi akiwa na mbinu. Usiingie kwenye maombi kwa kupaya tu. Ingia ukiwa na mbinu thabiti. Unaenda kwenye maombi kufanya nini? Sisi tunaelewana? Yeah. Usiwe ni mtu ambaye unaomba vieleweki. Hautakiwi kuomba vitu ambavyo havieleweki. Unatakiwa kuomba vitu vinavyoeleweka. Unakumbuka hata yule Bartimayo kipofu alipomwona Yesu aliweka mkakati. Mbinu yeye itumia ilikuwa ni kupaza sauti, Yesu mwana wa Daudi nirehemu, Yesu mwana wa Daudi nirehemu, Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Hakusema shida yake mpaka Yesu alipoitika. Yesu alipoitika, mleteni hapa, unataka nini? Na akaanza kusema, unajua Yesu, mimi sioni, nataka nione. Lakini mwanzoni mbinu aliyoitumia ilikuwa ni Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Alimwita Yesu mpaka Yesu akaitika, ndo akaanza kusema. Changamoto yako wewe, unaanza kutoa mahitaji yako kabla bado haujaitikiwa. Wewe unaanza kuporomoka tu. Katika jina la Yesu, ninapomoa, ninang'oa, ninapomoa, ninapanda, ninapomoa, napanda. Naomba toba juu ya familia yangu. Nazingira familia yangu na damu ya Yesu. Yaani unaenda mashariki, magharibi, rivers, wapi, unavuruga. Ukitoka hapo unasema amen. Na baada hapo huoni matokeo. Kwa nini huoni matokeo? Kwa sababu hauombi kwa kutumia mbinu zinazotakiwa. Ndio maana matokeo huyaoni. Si unaelewa pendwa? Bwana tusaidie sana. Na ndio maana chochote unachokifanya, hii kitu ni muhimu sana. Wale wana maombi, angalia kuna mbinu ya maombi ya imani, mbinu ya maombi ya neno. Yaani unaomba kwa neno. Hiyo ilitumia Yesu Kristo. Wakati Yesu anajaribiwa pale jangwani, angalia kilichokuja kutokea. Wakati shetani anamwambia ajirushe, Yesu alitumia mbinu ya neno. Akasema imeandikwa. Anaomba kwa kutumia neno. Wewe ukiwa kwenye maombi unatumia mbinu gani mama? Unatumia mbinu gani kijana? Au ndio ile tunapaya tu unasema hili mara hili limeandikwa wapi? Hata shetani alikutesa kwenye mawazo yako. Unasema ya kwamba hiki kinaandikwa wapi? Niambie. Kwa kweli sijui. Kwa hiyo unachokiomba ni mbinu ya maombi ya neno. Wale wanaosoma neno la Mungu, hii mbinu ni muhimu sana. Unatumika sana. Unaweza ukaona unatafakuri. Unasoma neno, unaona ghafla moto wa kuomba unaibuka. Unafunika Bible, unaanza kuomba kwa hili Mungu nalitaka. Hili Mungu hapana, hili ni fungu langu. Unakazana kwenye lile andiko kwamba hilo neno ambalo liko pale ije kwako. Tunaelewana pendo? Unakazana pale, Mungu hii neema ije kwangu. Hii neema nahitaji na nini? Nisaidie Bwana, ulimsaidia huyu na mimi nisaidie. Hii changamoto nilionayo ni kama ya kwangu. Nisaidie Bwana, alitokaje? Niwezeshe Bwana. Umelisoma neno na baada ya hapo kaingia kwenye maombi. Unaona ghafla Mungu anakufunulia mbinu alizopitia yule jamaa, na wewe anakufunulia unapita mle na baadaye unatokeza upande wa pili. Tayari umeshatoka. Umetumia mbinu ya maombi kwa kutumia neno.
Tatizo lako wewe ni mvivu wa kusoma Biblia. Hii mbinu huwezi kuipata kama husomi Biblia. Huwezi kuitumia hata siku moja. Huwezi kuitumia. Na haiwezi kukusaidia kama usomi Biblia. Lakini wale wanaosoma neno, hii mbinu wanaielewa sana. Wanaielewa sana. Nilikuwa nasoma kilikuwa kitabu cha Nehemia. Kitabu cha Nehemia. Wakati Nehemia wanajenga ule ukuta wa Yerusalemu, walikuwa anasema hivi, yani kwamba hata kubadilisha nguo hawakuwa wanabadilisha. Tunaelewana? Lakini baadaye wanasema kwamba Nehemia anasema kwamba tulikuwa tunaomba tunajenga. Yani mkono mmoja unajenga Yerusalemu, mkono mwingine umeshika nini? Silaha. Mpaka Yerusalemu ikajengeka. Tunaelewana? Wacha pale nilichosoma pale nikasema huyu Nehemia ili mafuno alipata wapi huyu jamaa? Nikafunika pale Biblia. Nikasema Mungu, hii na mimi kuna kitu nataka nikijenge hapa. Nisaidie. Aliwezaje? Nikaanza kuingia kwenye tafakari. Nikafikiria Mungu nisaidie. Aliwezaje? Tatizo wewe ukiingia kwenye kutafakari, ghafla zinakuja nyaya zimeoza, ghafla yanakuja madeni, ghafla. Yani baada ya kutafakari neno, unatafakari vitu, unatafakari maluelue ambayo hata hayapo. Huwezi kupata mpenyo kwa tafakuri ya namna hiyo. Haiwezekani. Lazima ukubali kutulia kwanza kwenye neno. Halafu nasema Mungu nisaidie, nafunga milango ya fahamu yangu yote. Ninafunga chochote ambacho kinaweza kikaingia tafakuri yangu. Nataka nitafakuri hapa kwenye neno mpaka nitoboe. Na unapata matokeo. Bwana tusaidie sana. Angalia mbinu ya maombi ya neno. Mbinu ya tatu, mbinu ya maombi ya kufunga. Nafikiri hii inaeleweka kwamba Yesu mwenyewe wakati wanafunzi wake wameshindwa kutoa pepo, akawaambia hajasema mambo mengine msizoee. Sio kwamba yote yanatoka kwa hali ya kawaida. Mambo mengine yanatoka kwa kufunga na kuomba. Maana yake ni nini? Angalia hii mbinu ya kufunga. Maana kuna jambo unaweza kuwa unaenda kwenye maombi, unaliendea tu, unaomba upate matokeo. Unaomba upate matokeo. Unakumbuka wakati mwingine wale wanafunzi wa Yesu walishindwa kutoa pepo. Yesu akasemaje? Akasema mambo mengine hayatoki kama ufungi na kuomba. Kwa unaona ghafla unapata neema ya kuingia kwenye mfungo. Unaingia kwenye kufunga. Unaingia kwenye mfungo, unaona Mungu anakupokea kwenye kufunga. Tatizo la baadhi ya Wakristo wanaogopa mfungo. Yani wakisikia kufunga vinyweleo vinasimama. Wanaogopa. Tuendelee kidogo. Angalia mbinu ya maombi ya ushirika. Mbinu ya maombi ya ushirika. Hii mbinu ya maombi ya ushirika ni pale ambapo unahitaji prayer partner. Ya kwamba hapa namhitaji msukuma tuweze kuomba naye. Na lazima mwe mmeivana. Hii mbinu alitumia Yesu. Kuna wakati Yesu alipokuwa kwenye changamoto ya kukabili msalaba, aliwaita kina Petro, akina Yohana, sivyo hivyo? Wakapanda naye wapi? Mlimani. Wakaenda kuomba as a partner. Yaani maombi ya ushirika. Mnashirikiana kuomba. Wanakuwa ni prayer partner. Bwana tusaidie sana. Tunaelewa na wapendwa? Na hii mbinu nimekuwa pia mimi mwenyewe nikitumia mara nyingi sana. Kuna baadhi ya watu ambao huwa naomba nao. Nasukuma tu mzigo, ombea mtu fulani. Naomba nao. Kama yuko kwenye WhatsApp utakuta kwamba narekodi ile video na naomba tuombe wote. Tunaomba. Na mambo yanatokea. Hayupo mahali hapo, lakini tumetumia prayer partner. Tunaomba kwa ushirika. Tunashirikiana naye kwenye kuomba. Unaona mambo yanafunguka. Wewe tatizo muombei mwenzako. Wewe ukiingia kwenye maombi ni kuchombea wewe mwenyewe. Hayo ni maombi ya ubinafsi. Yaani Januari mpaka Disemba hujai kumwombea hata mtu mmoja. Unajiombea wewe na watoto wako na familia yako. Wewe na watoto wako na uchumi wako. Chukua muda ombea na watu wengine. Mwambie mimi leo
nataka niwaombee watu fulani. Unaomba nao, unasimama nao, unaomba nao, unasimama nao. Hivyo ndivyo tunajitafutia prayer partner. Unapoombea watu wengine, unainua watu wa kuombea wewe. Unaenda kwenye andiko imeandikwa apanacho mtu ndicho anachokivuna. Unajua namwambiaje Mungu kabla kuombea watu? Mwambie Mungu, niko naombea watu hao. Na orodha hii hapa. Nawaombea. Na mimi ninulie watu wa kuniombea. Unajikuta kuna watu unakuta wanapata msukumo wa kukuombea ghafla. Wanaanza kukuombea. Wewe hujui wanakuombea kwa nini? Na wewe kuna watu na waombea. Mwambie mwenzako, unaombea watu wewe. Jifunze kuombea watu. Jifunze kuombea watu. Jifunze kuombea watu. Mimi wakati mwingine nikijaga hapa siku za Ijumaa au Jumatano, wakati mwingine naweka kamera hapo. Na simama na madhabahu nasema nataka nikombee fulani. Na niko kwenye madhabahu nataka niombe pamoja na wewe. Naomba nifuatishe. Anayefanya anafanya na kupata mlango wa kufunguliwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tunafanya kwa sababu Mungu ametupa mbinu ya kuomba kwa ushirika. Hii mbinu ni nzuri mno. Wewe dhamiria tu, leo nataka niseme na fulani na fulani na fulani. Waombe. Nataka niseme na fulani na fulani na fulani. Waombe. Utaona Mungu ambacho anakifanya. Jana tu kuna mtu mmoja nilikuwa naomba naye. Nilikuwa naomba naye. Baadaye jana akanipigia simu. Ilikuwa juzi Ijumaa ile. Wakati wako kwenye maombi hapa. Nikaomba naye. Akasema, mchungaji, nilisikiza ile maombi, baadaye tuliitwa kwenye kikao. Alikuwa anajitolea. Ni daktari. Alikuwa ameenda kujitolea kwenye hospitali fulani. Akaniambia, kati ya majina ambayo tumepata kazi hapo, na mimi jina langu likatajwa. Na mimi sikujua. Unajua roho ya Mungu anakuwa anajua kwamba huyo mtu anahitaji nini. Na mimi nikawa natamka tu, Mungu, mfungulie njia, mfungulie mlango. Kwenye kikao atakapoenda kukaa, pokea majibu ya Bwana. Mimi sijui kama walikuwa wanaenda kukaa kwenye kikao. Jana kuja tu roho Mungu. Unajua tunaomba pamoja na roho Mungu tu. Kwenye kikao, yapokea majibu. Kwenye kikao, Mungu jifunue. Sikujua kama wako kwenye kikao. Anakuja kusikia yale maombi, ananiambia, mchungaji, wezi amini, nimepata kazi tayari. Ni kwa nini? Ni mbinu ya maombi ya ushirika. Kuna wakati mwingine amefungwa, unatakiwa wewe ukamfungua kwenye ulimwengu wa roho ili aweze kupokea upande wa pili. Bila kusimama haiwezekani. Angalia Esther alitumia mbinu wakati wameandikiwa barua ya kuuawa. Esther akasemaje? Mwambie Mordekai na watu wake wote tufunge maombi ya siku ngapi? Siku 3. Na baada ya maombi hayo nitaingia kwa mfalme kinyume cha utaratibu. Hii ilikuwa ni mbinu ya maombi ya ushirika. Unaelewa hicho kitu kwamba jambo hili tunataka tuliombee kiushirika. Na unaona mambo yakatokea. Alipoingia kwa mfalme akapata kibali kwa sababu ya maombi ya ushirika. Usije ukapuuza maombi ya ushirika. Yaani ukisikia mtu kwamba jamani nataka tuombe na wewe, aisee, hiyo ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu mno. Mimi wakati mwingine watu wakija kunitembelea nyumbani, hata kama ni ofisini hapa, nafikiri hata mzee ni shahidi. Hata kama wamekuja wahudumu hapa, makuhani wamekuja kufundisha hapa, tukiingia mle ofisini, huyu anaweza akasema huyu. Maana muda mwingi watu wanaingia naye ofisini mle. Jambo la kwanza akinyanyuka sema, jamani nataka nitamke, nataka niombe. I say saa hiyo magoti niko chini. Napiga magoti haraka sana. Anaomba na ukipiga magoti unaona saa hiyo mkono wake unakuja kwako. Sasa wewe mtu akija kwako, asema jamani tuombe. Sawa kabisa tuombe. Katika jina la Yesu. Hata uchukulie uzito. Unachukulia kawaida mno. Huwezi kupokea neno kwa namna hiyo. Mimi hata kama ni mtoto mdogo, wakati mwingine watoto wetu hawa hapa, tunapiga magoti nyumbani. Wanatuombea. Sasa tunapiga tuombeeni. Tunataka neema ambayo iko juu yao na sikipate. Tunaelewa napendwa. Hebu kanima hii umepiga magoti mtoto na kuombea, anasema Mungu mlinde baba. Mungu mfanye. Kuna siku moja nilifundia somo la nadhiri hapa.
sikujua kama mtoto wangu alidaka vizuri bwana. Kwa shikama nimeweka nadhiri na mimi. Nimeweka nadhiri na mimi. Baadaye akamuuliza mama, mchungaji alisemaje kuhusu nadhiri? Kwa sababu anajua kabisa akisema jambo la kimungu ni mchungaji. Jambo la kifamilia ni baba. Sasa haika nadhiri. Akaweka nadhiri bwana. Akaweka nadhiri. Nisiseme tu hapo. Ila akaweka nadhiri. Baadaye ilivyotimia na akachukua hela, akawa anatunza. Yaani ile fedha ambayo anapewa kwenda shule, akawa na nyingine anakula, nyingine anafanyaje? Anatunza. Sasa mama naye akawa anatumia akili, akawa anazidisha kidogo. Kwa sababu amegua anatunza. Anamegua anatunza. Akafikia kiasi fulani cha fedha, akaita kanisani. Sasa nimeleta na mimi Mungu amenifanyia, nimeleta nadhiri. Nimekuja kuiona nini nadhiri kwa sababu Mungu ameshafanya. Sio, unaelewa pendwa? Lazima ukisikia neno jifunze kulifanyia kazi, utabaki kawaida. Lazima kuna eneo utaenda. Kwa hiyo wengi wametumia mbinu ya maombi ya ushirika na wakapata matokeo. Usione shida kutumia maombi ya ushirika na utaona Mungu ambavyo atakusaidia. Mbinu namba 5 ni mbinu ya maombi ya ushindi. Hii tunasema warfare prayer technique. Ni mbinu ya maombi ya ushindi. Yaani hapa ni hivi, kama ni mwanamke unafunga nini? Ni kibwebwe. Unafunga kibwebwe. Kibwebwe. Yaani kwamba hivi, iwe isiwe lazima jambo litokee. Haya ndio maombi ya nini? Maombi ya ushindi. Yaani kwamba lazima hapa nishinde. Lazima nishinde. Unakuta huyu mtu amekazana asubuhi, mchana, usiku, asubuhi, mchana. Yaani hiki lazima nishinde. Haya ni maombi ya ushindi. Kwa hiyo hapa ndugu yangu ni kwenda kwenye kupambana. Ndio sahihi unaenda kumnyang'anya shetani vile ambavyo amevichukua kwako. Tunaelewana? Unaenda shetani unanipa unipi, anang'ang'ana, unasema hapana, niko na wewe mpaka uachie. Na hii maombi ya ushindi ni yale maombi baada ya kugundua kwamba kuna vitu ambavyo vimeibiwa, kuna vitu ambavyo au kuna watu wanakuchezea, au kuna watu wanachezea watoto wako. Unaingia kwenye maombi ya ushindi kwamba katika hili nataka kushinda. Yaani hakuna jambo lingine, nataka kushinda katika hili. Haya tunaita ni maombi ya nini? Maombi ya ushindi. Sasa hii ni mifano ya mbinu. Tunaelewa mapendwa Ni mifano ya mbinu. Mbinu nyingine, mbinu za uinjilisti na huduma. Ni mifano ya mbinu ile. Mifano ya mbinu. Mbinu za uinjilisti au na huduma au mbinu ya huduma. Kwa mfano kwenye huduma au kwenye uinjilisti, hatuendaji hivyo hivyo tu. Sawa Lazima tuwe na mbinu. Kama unakumbuka, kuna mbinu moja tunatumia ODT. 1 discipling 2. Yes sir. Unaona hiyo mbinu ni kwamba mmoja awafanye watu wawili wawe wanafunzi wa Yesu. Unakazana. Ndio maana unaona mtu akimweta kanisani hapa akiyasema namshukuru Mungu, audit yangu imefanya kazi. Kwa maana nyingine mbinu imetiki. Unamshukuru Mungu. Bwana tusaidie sana. Kuna mbinu ya nyumba kwa nyumba, hodi na kuletea habari njema. Kuna mbinu ya makundi madogo, unaita makundi madogo, unawapelekea habari njema. Kuna mbinu ya kutumia ushuhuda wa maisha. Yaani mimi Mungu alivyonisaidia. Wewe ni changamoto hii. Mungu amenisaidia hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa kumshuhudia ule ushuhuda wako, unaona unasema, unasali wapi? Sehemu fulani, na mimi nakuja. Na mimi nakuja. Na mimi nakuja. Hii ni mbinu ya nini? Ni mbinu ya kutumia ushuhuda wa maisha yako. Mtu anafanyaje? Anaokoka. Na hii aliitumia yule mwanamke Msamaria. Wakati Yesu wamefanya yale mahojiano, alitoka pale akaenda kule mjini, akawaambiaje? Akasema njoni muone, kuna mtu mmoja ameniambia maisha. Kwa hiyo alikuwa anatoa ushuhuda wa maisha yake. Unaona, watu wakaja kumuona Yesu na watu wakaokoka na watu wakafunguliwa waliofungwa, maisha yakasonga mbele. Yule mwanamke Msamaria alitumia mbinu ya maisha yake. Bwana tusaidie sana. Mbinu ya kutumia maandiko kwa utaratibu. Mbinu ya kutumia maandiko. Sasa hapa unakuwa na maandiko fulani. Unakuwa na maandiko fulani. Sasa yale maandiko unakuwa unayatumia kupeleka habari njema. Lakini mbinu nyingine ni mbinu ya maombi ya mapambano.
mbinu ya maombi ya mapambano. Sawa Sasa haya ni maombi ya kupambana. Ni mapambano. Nipiga nikupige. Ndio sasa unakuta unapigwa, unakaa chini kidogo, lakini baadaye unafanyaje? Unanyanyuka tena. Unasema hapana, nimegundua shetani hapa amenipiga. Unanyanyuka, unapambana tena. Haujawahi kuona ghafla umekosa hamu ya kuomba, lakini ghafla unajisikia hapa nimepigwa hapa, unanyanyuka unaanza kuomba. Au umekosa hamu ya kwenda kwenye ibada, au umekosa hamu ya kusoma neno la Mungu. Hapa nimepigwa tayari. Unaona, ghafla unakuwa na nguvu mpya. Kwa nini? Kwa sababu kuna mbinu ya maombi ya mapambano. Mnapambana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hizo ni mifano ya mbinu tu. Nataka nikufundishe hivi ili huku chini uweze kuelewa. Angalia mbinu za kufundisha. Sisi ambao tunafundisha neno la Mungu, kuna mbinu mbalimbali. Hata hii ambayo unaitumia presentation ni mbinu, sio hivyo Ni mbinu. Nimeweka presentation hapo na kuwa naenda kidogo, ni mbinu ya ufundishaji. Kuna mbinu ya majadiliano. Unaona, mnakaa vikundi wanajadiliana, wanapata majibu. Kuna mbinu ya maswali na majibu. Wanauliza maswali, unapata majibu. Wanauliza maswali, unapata majibu. Tunatumia kwenye madarasa yetu. Ndio maana madarasa yetu ni shirikishi. Kuna mbinu ya vikundi vidogo. Kuna mbinu ya maonyesho, demonstration method. Unaonyesha kitu, wanakiona, unawaonyesha. Unaona hiki kiko hivi, unaona hiki kiko hivi. Hiyo ni mbinu ya maonyesho. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati mwingine watu waitumia hapa, tunaonyesha wakati wanakumbuka maonyesho ambayo tumeshawahi kuyaonyesha hapa. Mbinu ya maonyesho. Suiko. Tunaonyesha pale watoto walikuja vifaa vya maabara, sio hivyo? Hii ni nini? Test tube. Hii ni nini? Ni bika. Inafanya kazi hii na hii. Sisi tunaelewa napendwa. Hizo ni mbinu. Unaona, mpaka mtu anakumbuka. Mbinu shirikishi. Hapa tunashirikishana, na maana nyingi tunatumia kwenye madarasa yetu ya Bible study. Inakuwepo mada, wanaichambua, wanaijadili hivyo. Wanashirikisha. Wewe unaelewa nini? Hata kwenye ibada zetu za nyumbani zile za CJ tunatumia mara nyingi mbinu shirikishi. Wewe unaelewa nini hapa? Tufundishe, tuelekeze. Na hii imetusaidia kubaini watu ambao ni wazuri sana kwenye kufundisha, ni wazuri ambao wanatusaidia pia kuendesha makundi yetu, lakini kuendesha na madarasa yetu. Bwana tusaidie sana. Kuna mbinu za maisha ya kila siku. Maisha yetu ya kila siku na yenyewe lazima yawe na mbinu. Bila mbinu ya maisha ya kila siku haiwezi kaenda. Namba moja, kuna mbinu ya kupanga muda wako, time management. Wewe muda wako unaupangaje? Kuna mtu mwingine muda wake hajui kupanga kabisa. Yaani akiamka asubuhi sasa sijui nifanyeje. Nioshe vyombo. Anaosha vyombo viwili vitatu. Ngoja nikadeki. Anadeki chumba kimoja cha pili. Niwashe jiko la mkaa. Wewe nikachote maji. Yaani jikuta yeye muda wote analopeti jua mpaka inafika jioni. Yaani amechoka, yuko hoi, hakuna muda wa kupumzika, hakuna muda ambao, yaani yeye muda wake hajui kupangilia. Ni wale watu ambao akianza kitu hawezi kukimaliza. Mtu ambaye hapangili mambo. Yaani kila anachokianzisha kinaishia njiani. Anakiweka peni, atakuja kukimalizia baadaye. Hajuagi kumaliza kitu. Hata kuosha vyombo hawezi kumaliza. Hiyo ni mbinu ya maisha. Yaani wakati mwingine hata kupika hawezi kumaliza. Anaweza akasema wewe nipoe tu niweke pembeni nipike tu samaki. Hii ni ya nayo tu, hii nitapika baadaye. Yaani kwa nini hawezi kupangilia muda wake vizuri? Hiyo nayo ni mbinu kwenye maisha. Bwana tusaidie sana. Lakini pia kuna mbinu ya kuweka vipaumbele. Kuna mtu mwingine ajui kwamba hii tunaanza kesho, naweka vipaumbele gani? Nitafanya nini? Na kitu gani ambacho ni lazima nikifanye? Na kitu gani ambacho ni muhimu nikifanye? Yaani sio lazima nikifanye, lakini kuna vitu vya lazima kwamba hiki lazima nikifanye. Tunaelewa mapendwa? Kwa usipoelewa mbinu ya kuweka vipaumbele unaweza ukafeli. Kuna mahali utakwama. Kwa nini? Kwa sababu hauna vipaumbele. Na ukishaona mtu ana vipaumbele, ndio yule mtu ambaye akiambiwa twende mjini, haina shida, twendeko tu. Wanaenda tu. Mkifika kule tena mnaunga tena twende Usagara, mnaenda. Kwa nini? Huna vipaumbele. Unafika nyumbani sasa,
sijafagia, nguo sijafua, sijapasi. Hukuwa na vipaumbele. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wanachelewa kanisani kwa sababu ya kukosa vipaumbele. Wewe unajua kesho ni ibada, haunyoshi nguo zako, hauendei ibada yako vizuri jana yako. Ukiamka asubuhi tu kwenye shuka, saa ngapi? Saa 2. Kuna watu wengine mpaka ukaenda vitandani kwao, yaani leo ukaenda vitandani kwao au kwenye mabegi yao au kwenye kabati zao, yako sakara, yaani liko kule, ametupa kule, nguo ametupa kule, yaani kwa nini? Kwa sababu hana kipaumbele. Anaamka asubuhi, hajui hata atavaa nini, yaani hajui kabisa nguo za kwake, lakini hajui atavaa nini. Sifai ipi? Yaani kuvaa tu, kuchagua nguo dakika 10. Anaiangalia hii, anaivaa, sema hii hamna. Anaenda kwa nyingine tena, ni kwenye nguo. Hajaenda kwenye makeup hapo bado. Sio nipake ipi? Hii inaenda na hii nguo haiendani, na achana nayo. Hajatoka bado, anaenda kwenye kiatu. Kwa karibia saa nzima yuko kwenye maandalizi tu. Hana vipaumbele. Hana vipaumbele. Kuweka vipaumbele. Mbinu ya kujenga tabia nzuri. Jamani, tabia nzuri huwa inajengwa. Haitokeaje tu ghafla, huwa inajengwa. Ni maisha yako ya kila siku yanaamua tabia yako. Mazungumzo ya kila siku yanaamua tabia yako. Kama kinywa chako ni kichafu, tabia yako itakuwa ni chafu. Kama huwezi kuheshimu watu, tabia yako itakuwa sio ya heshima. Kwa sababu ni maisha yako ya kila siku. Yaani wewe kama hata mtu ambaye huwezi kumsalimia, huwezi kusalimia watu. Huwezi kusalimia watu. Huwezi kusalimia watu. Mbinu ya kujiendeleza. Yaani hapa ndo balaa kabisa. Yaani kuna watu wengine hawezi kujiendeleza. Yaani chapati aliyopika 2022 mpaka leo 25 anapika ya namna ile, hajiendelezi. Hajiendelezi. Yaani sasa ngoja niongeze kitu fulani hapa ikae vizuri. Samaki anayoipikaga 2020 ndio mpaka leo 25 anapika vile vile. Kama ni maji yale samaki anaelea ni hivyo hivyo. Badilikaji. Hawezi kujiendeleza. Hawezi kwenda kuuliza, wewe unapikaje hapa? Bwana tusaidie sana. Mbinu ya kujiendeleza. Wewe unajiendeleza kwenye eneo lako? Unajiendeleza? Au ni yule tu? Mwaka juzi ni yule, mwaka jana ni yule. Lazima unajiendeleza. Bwana tusaidie sana. Yaani kuna wengine hata usafi wa ndani ni hatari mno. Unaingia mpaka sebuleni, buibui ziko pale. Yaani zina na sebuleni hapo. Hapo ni sebuleni. Je, chumbani si zinaninginia kabisa hivi? Lazima zininginie. Kwa nini? Kwa sababu hajiendelezi hata kwenye mambo ya usafi. Yuko vile vile. Ndio mtu wa namna hiyo ukiingia uvunguni kwenye kitanda, yaani ukiingia ukitoka tuna mafua. Kwa nini hajiendelezi hata kufanya usafi? Afanye usafi. Mwaka mzima uvunguni hajawahi kuingia. Mbinu ya kujiendeleza. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo unatakiwa pia ujiendeleze. Bwana tusaidie sana. Sasa hiyo ilikuwa ni maana ya nini? Ilikuwa ni maana ya kawaida. Nini maana ya mbinu? Maana ya kawaida kabisa. Maana ya kawaida sana. Maana ya nataka uweze kuelewa. Nataka uweze kuelewa. Ili somo likikamilika uwe katika eneo lingine.